Tupo na afisa habari wa Bodi ya Ligi Karim Boimana, tupigane story, atueleze namna ambavyo msimu ulivyokuwa umetamatika, kelele nyingi, vurugu nyingi, lakini wanasema kuyumba kwa jahazi ndio kufika kwake. Boy, kwema? Kwema kabisa. Kama kawaida? Kama kawa. Sina shaka pumzi imeshuka. Bila shaka yote tumefanikiwa kumaliza msimu. Ulikuwa ni msimu wa namna gani? Ulikuwa msimu bora ambao ulikuwa na vitu vingi vipya. Tumepata experience kubwa sana msimu huu. Tumeshuhudia ushindani wa kiwango cha juu, na kwa hilo tuzipongeze sana klabu zetu kwa namna ambavyo zifanya usajili bora, ziliajiri maafisa bora wa ufundi. Matokeo yake tukawa tunashuhudia ushindani wa dhati viwanjani. Utaona mpaka siku ya mwisho kabisa leo michezo ya mizunguko 30 ile imetamatika, umebakia mchezo mmoja wa kiporo, haujachezwa, hakuna bingwa. Mpaka tunamaliza mchezo ndipo tunafahamu bingwa ni nani. Kwa hiyo ni level ya juu kabisa ya ushindani, na ushindani uzuri wake ulikuwa umeambatana pia na burudani viwanjani. Kwa hiyo kwa ujumla wake tuseme ulikuwa msimu bora sana na tumefurahishwa nao, tumejifunza mambo mengi, na niseme tu kwamba tumekuwa na msimu bora kuliko misimu yote tuliyowahi kuishuhudia kwenye ligi kuu ya Tanzania. Boy, marefa leo wametoka nje. Kwa mara ya kwanza dabi imechezeshwa hivi. Ni kanuni ama ni utaratibu, lakini pia nini kama Bodi ya Ligi mmejifunza kwenye mchezo wa leo marefa wakiwa kutoka nje? Ni waamuzi bora wale, wametuonyesha ubora wao. Waamuzi bora wametuonyesha ubora, na sio sisi tu Bodi ya Ligi kuu Tanzania, tunaamini hata waamuzi wetu na wadau wengine wote wameona namna ambavyo waamuzi wale wamefanya kwenye mchezo wa leo. Mchezo umetamatika, wachezaji, viongozi wamepeana mikono, wametawanyika, na story hapa tena si mchezo kwa maana ya waamuzi. Story hapa sasa ni mchezo umetamatika, nini kinafuata? Tunachofuata ni msimu unaofuata, sio story za waamuzi, si ndio? Kwa hiyo kwa kifupi tuseme tu kwamba tumefurahishwa na namna ambavyo wameperform, na ni matumaini yetu wadau mbalimbali wamejifunza vitu vingi kwenye mchezo wa leo. Karibu Boimana, umezungumza kwamba ulikuwa ni msimu bora kabisa. Bila shaka kuna kitu cha kujifunza kwenye msimu huu kwa yale yote ambayo yametokea. Watu wengine wanawezekana wasiamini kama ulichokisema kwamba ni bora, kwa kweli ilikuwa kama ambavyo wanazungumza. Wanaweza kusema ni msimu ambao ulikuwa na changamoto nyingi sana. Haukuwa msimu wenye changamoto nyingi, ila ulikuwa ni msimu ambao tumekutana na vitu vipya vingi. Kwa hiyo hatuwezi kuziita changamoto nyingi. Inawezekana msimu uliopita ulikuwa na changamoto nyingi kuliko huu, ila tu kwa sababu maoni yanatofautiana. Inawezekana mtu mwingine akaona zilikuwa changamoto nyingi msimu huu kuliko msimu uliopita. Kwa sisi Bodi ya Ligi kuu Tanzania tunachoweza kusema ni kwamba ni msimu ambao ulikuwa na vitu vipya vingi, tumejifunza mambo mengi, tumepata experience bora ambayo itatusaidia kwenda kupata msimu bora zaidi kwa 2025-2026. Karibu ya 5 kwa ubora barani Afrika, na tumeona dabi hii ambayo ikujaza uwanja. Ina picha gani ambayo tumejifunza kama ligi yetu, na inaweza katupea katika level gani, kwa sababu dabi zote natakiwa zijaze uwanja, ziwe na vibe. Hakuna sheria inayosema kila dabi lazima ijaze uwanja. Kwa hiyo leo haikujaza uwanja, dabi imepigwa, burudani imeonekana uwanjani, bungi limepigwa na watu wameenjoy na bingwa amepatikana. Karim, tueleze namna ambavyo vikao vilikuwa vikiendelea, pressure, dabi ya kwanza imeahirishwa, dabi ya pili imeahirishwa, hatimaye dabi ya tatu imechezwa. Namna Bodi ya Ligi kwa namna usiku na mtamu kuhakikisha kwamba lazima mchezo uchezwe. Kazi ya mpira ni kazi ya pressure. Popote pale, hata wachezaji pale uwanjani muda wote ni pressure, kuanzia dakika kwanza mpaka ya mwisho. Makocha alikadhalika. Hata sisi tunaofanya shughuli za kiuongozi ni pressure. Ndio kazi ya mpira. Mpira wenyewe ni mchezo wa pressure. Kwa hiyo vikao, majadiliano, mwisho wa siku lengo lake lilikuwa msimu utamatike, na umetamatika. Sasa hizi hapa uone hadi taa zimezimwa, imebakia taa moja tu kuashiria msimu umeisha. Tusiwategemea, tumeona wameshuka, tuliwategemea wanaenda kucheza playoff, na wengine tuliwategemea wameshindwa kushika nafasi zao. Ndio ligi, ukisikia ubora wa ligi, ukisikia ugumu wa ligi, kwanza usimtarajia unakuta ameshuka. Cha pili, mpaka siku ya mwisho kabisa watu wanataka kuondoka, bingwa hajulikani. Hiyo ndio ligi. Tukitoka hapa tunatumia muda mwingi kusema ligi yetu dhaifu. Ningekupigia simu saa 11 ya leo kukuuliza bingwa nani, ungemtaja? Tumekuja kumjua, giza limeshaingia. Kwa hiyo ndio ligi. Ligi ni bora, na sisi wa Tanzania tuna tabia tu ya kutokubali sana vitu vyetu. Inawezekana baadhi yetu sio watu wa kukubali sana vitu vyetu, lakini kiuhalisia ligi hii kwa wenzetu ambao wako huko nje wanaitangaza kama moja ya ligi bora. Wachezaji bora wanatamani kusajiliwa na klabu zilizoko hapa Tanzania.
hiki kinachoendelea, vibe la mashabiki wa ligi kuu ya NBC linawavutia wachezaji wengi mno, na nikwambie, nikupe siri moja, viongozi wa klabu zetu sasa hivi hawateseki kupata saini za wachezaji bora hapa barani Afrika. Kokote wanakoenda wakisema sisi tunatoka Tanzania, tunacheza ligi kuu ya Tanzania, ligi kuu ya NBC, kupata saini ya mchezaji ni mpunga wako tu. Zamani ilikuwa ngumu, unaweza ukawa na fedha lakini mchezaji akachagua kwenda nchi nyingine kwa sababu tu haoni kwamba kwa kucheza Tanzania kuna future mbele yake. Lakini sasa hivi tunazungumzia msimu haujaisha, tayari kuna wachezaji tumeona wameondoka. Kuna wachezaji wameondoka Tanzania kwenda kusajiliwa na timu zingine kabla msimu haujaisha. Kwa hiyo ni ishara kwamba tumekuwa na msimu bora sana. Karimu, tutarajie sasa muendelezo wa kutumia waamuzi kutoka nje baada ya leo. Tulisema tukio maalum litakuwa na vitu vingi maalum na mmeviona. Kwa hiyo yanayokuja tutayacommunicate baadaye. Ila kwa sasa hivi tumeenjoy jamani, vitu maalum. Hilo ndio kubwa. Bila shaka wadau na mashabiki wa NBC wana deni kubwa juu yenu, kwa maana kilichomalizika wanatarajia makubwa kwenye msimu unaokufuata. Na muda ni mchache, tunaelekea kwenye msimu mpya. Una nini la kuzungumza? Lazima msimu uwe bora. Msimu unaokuja lazima uwe bora. Tumejifunza vitu vingi msimu huu, tumejifunza vitu vingi misimu iliyopita. Kwa hiyo matarajio yao wadau wa ligi kuu ya NBC yabakie hapo, ikiwezekana wayaongeze. Tunachokwenda sasa hivi kufanya ni kupumzika, kusubiri kuanza maandalizi ya msimu unaofuata, na tuna hakika kwa 100% tutakuwa na msimu bora zaidi ya huu ambao umetamatika leo. Karimu, swali la mwisho kabisa. Swali la mwisho. Ninaamini kwamba wadau wanajua kwamba bado kuna vidonda ambavyo vimebakizwa mara baada ya mvutano mkubwa wa dabi ya Kariakoo. Na ilivyokuwa imeisha kama ni taarifa tu kwamba dabi itaenda kuchezwa, lakini hakuna solution yoyote ambayo imezungumzwa. Kuna namna ambavyo tutegemee bodi ya ligi inaenda kutengeneza pengine suluhisho juu ya hivi vitu ambavyo vimetokea kwenye dabi? Hakuna kidonda wala mchubuko. Hakuna kidonda wala mchubuko na hakuna taharuki yoyote, na kila kitu kimekamilika. Changamoto tunazozitaja kwamba ni changamoto ni zile ambazo zimetufanya leo hii tucheze mchezo wa mwisho na kombe limekabidhiwa. Kwa hiyo hatuna chochote ambacho tunakiita changamoto wala mkwaruzo wala mchubuko wala kidonda. Ligi imeisha wazee. Ndio tulichokuwa tunakitaka. Kama kuna watu walikuwa hawataki ligi ishe, basi wao ndio wana michubuko. Hakupiga sio. Sisi mitano mfululizo. Haiwezekani. Kwa sababu gani? Hizi timu zinaendeshwa na matawi. Ili kwa sababu timu zinaendeshwa na matawi wamekaa kimya, wanajua mechi hamna. Hiyo isipokuwa viongozi wamekaa kimya. Sasa tena watu wa taifa wa timu zilizokuepo, matawi na baadhi ya viongozi wa matawi wako manyumbani. Hizi mechi zinaendeshwa na matawi na tunaamini wazi matawi wote kwa nyumbani. Sisi tunakuja mashabiki ambao tunajua mpira wetu, tumeamua kuja. Sasa kama viongozi wamenyamaza kimya, mechi ichezwe hawapo. Leo ndio tuambie wao hapo. Tumekaa nyumbani au tunazungumza na wasipigwe. Hiyo macho mpumbavu mmoja tu. Kwa sababu hana tu kuongea. Na timu singekuja. Kama hao timu singekuja. Timu singekuja kwa sababu wameleta timu yake ni. Wameleta timu wamewazua matawi waseme chochote viongozi wa matawi. Tunajua. Kuna mtu ndio Maktarima Justini. Yuko matawi terminal. Amezungumza sisi tuende uwanjani na miaka 52 sisi tuende uwanjani. Maktarima Justini na Aminwaza Jaja na sijamuona Manyinga kuja na bendera mbili ya taifa na Simba. Leo sijamuona. Kwa nini sijamuona? Amesema wazi sisi tuende uwanjani. Kwa sababu gani? Anajua kitu kitafanyika uwanjani, wanakijua. Matawi mazuri wasiseme. Leo hii matawi kama msiosema wameleta timu kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya nini? Kwa nini viongozi wasema wameleta timu? Na kwa nini walikaimaza kimya? Ili lazima tueleze. Sisi ndio tunaambia, sisi ndio tunatawala viongozi. Sisi ndio tunaambia. Tunafunga matawi hizo na Yanga Afrika. Mambo katika bakuli tulikuwa tuna timu bora, lakini angalia kufunga mechi yote. Lakini mnatengeneza timu. Lakini sio hoja. Tutengeneza timu mzima. Kuna King Tanzania MVP wa Ivory Coast. Tuna Bavambo MVP wa ligi ya Zambia. Tuna Maria Panzu alikuwa MVP ya Kongo. Leo tunafunga goli 5 mechi 5 mfululizo. Au mtu anateza timu. Timu tunaweza hivi. Huo ndio wachezaji. Viongozi wa Simba tueleze sio kwa kaa kimya. Yaani hili watu wa bodi ya ligi wafanya kitu kizuri, wameleta maarifa kutoka nje na tukwenda kitaka. Wamefanya kutulizisha sisi wana Simba na mpira Tanzania, wametulizisha. Maarifa professional wamefanya mchezo mpira. Lakini viongozi wa Simba tueleze. Lazima tukoni timu ya jamaa kimya na kwa nini timu. Ili viongozi wa Simba tueleze lazima Simba tuna timu yetu. Tegena na timu, tegena tuna nguvu na timu, tuna timu. Sisi ndio wajazi wa 40 50 kwa ajili ya timu. Taifa hii mpeleke kwa Shobani.